Mimi naitwa Sister Professor Crispina Lekule, ni sister wa shirika la masista wa Evangelizing Sisters of Mary. Ni mfanyakazi wa chuo kikuu cha Ruaha na ni makamu mkuu taaluma wa chuo hiki. Kwa kweli nimefurahishwa sana kwa ufunguzi wa jengo hili ambalo litakuwa makazi ya masista wenzangu, masista kama mimi, ila wao watakuwa wanafunzi, watakuwa na mahali pazuri pa kujisomea, pako salama kabisa, na natumaini mahali hapa patawatia hamasa waweze kusoma vizuri na kufanikiwa katika masomo yao, kwa sababu tunaamini kwamba tukiwapata masista wasomi wengi watasaidia sana katika taasisi zetu za kanisa Katoliki ambazo tunazo nyingi, na tunawahitaji wahudumu ambao wamejitolea kikamilifu kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya kanisa na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hivyo ninapenda pia kuwahamasisha mashirika mbalimbali Tanzania ambayo yako zaidi ya 100 walete masista wao hapa Ruku, kwani tunazo programu nyingi. Tunazo programu za elimu kuanzia ngazi ya degree mpaka PhD, ngazi ya biashara, masomo ya biashara katika ngazi zote, masomo ya ufamasia kwa ngazi ya diploma. Tunayo pia masomo ya unesi, wanaosomea nursing na midwifery kutoka diploma na degree. Tunayo pia masomo mengine ya sheria, ya environmental health na mengine mengi ambayo tunaweza tukayaona katika tovuti ya chuo. Kwa hivyo karibuni sana mashirika, mlete masista hapa waje wakajisomee katika hali nzuri. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Sister Carmelita Tosi, mama makamu wa shirika la masista wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Nimejumuika hapa kwenye jumuiko la kubariki jengo ambalo limejengwa kwa ajili ya masista wanaosoma Ruku. Nimefurahi sana kwa sababu masista wetu watapata fursa kusoma na watakuwa wametulia katika mazingira salama. Mazingira haya yamebarikiwa, yako safi kabisa. Nimefurahi kwa sababu masista wetu kweli walikuwa wanakuja chuo, wanahangaika, wanakimbia. Yaani mara nyingine kwa kweli mpaka unajisikia kwamba wako katika mazingira ya sadaka kweli kweli. Lakini kwa vile tumepata mazingira salama na tulivu, tuna imani basi tutaongeza hata idadi ya masista, watatulia na watasoma. Basi tunawaalika masista wote popote walipo Tanzania kwamba hapa mazingira ni salama. Karibuni tujumuike kupata elimu ya mwili na kiroho hapa Ruku. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Sister Martha Michael Munishi, ni misionari wa Konsolata. Kwa kweli mimi nimefurahia siku hii ya leo wakati Baba Askofu amebariki hili jengo la masista wanafunzi ambao watakuwa wanaishi hapa. Kwa kweli ni jambo la maana sana kwa sababu mtawa kupata mahali pazuri pa kusoma. Kwa sababu siku hizi tunaamini sana elimu na tunajua kwamba elimu inamkomboa mtu. Na hasa kwa mtawa, sasa mtawa haitoshi tu kusema kuevangelize. Ingebidi mtawa apate elimu ya kutosha na hasa elimu ya juu ndio aweze kuevangelize vizuri mahali atakapotumwa. Kwa hiyo kwangu mimi leo nina furaha sana kuwa na jengo kama hili ambalo watawa wenzangu au tuseme wadogo zangu ambao watakuja kuishi katika jengo hili ili waweze kusoma vizuri na basi ndio waweze kwenda kufanya kazi ya Mungu vizuri. Mtawa aliyesoma of course hata katika uinjilishaji wake utakuwa wa maana zaidi kwa sababu anajua kile ambacho anasema. Ndio, siku hizi hatuhitaji tu watu wa hivi, lazima mtu awe na elimu fulani ndio aweze kuwatangazia kwa sababu dunia hii inahitaji wasomi. Na watawa of course lazima wasirudi nyuma. Kwa mimi kwangu ni furaha, ni baraka kubwa kwa sababu kupata jengo kama hili pia tunasema kwamba watawa watakaa mahali ambapo wako protected. Ili tuseme wasome
kwa bidii na waweze kusoma tuseme wakiwa na amani. Hapa kuna kanisa hapa jirani. Kwa hiyo mtawa hata hangaika tuseme kwenda sehemu mbalimbali au kwenda kutafuta au kukaa mitaani. Atakaa mahali ambapo kuna amani, kuna tuseme usalama. Kwa hiyo tunaamini hilo. Kwa hiyo mimi kwangu ni furaha kubwa sana, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu, namshukuru Baba Askofu, nashukuru uongozi wa chuo Baba Pius na wengine wote ambao tuseme wamekuwa na hii idea ya kuleta hosteli hapa ili kwa kweli watawa waweze kufaidika katika nyanja zote. Asante, Mungu awabariki sana. Jina langu mimi naitwa Dr. Rwezaura Kaijage. Ni mkuu wa kitivo cha sheria cha Chuo Kikuu cha Kikatoliki Ruaha. Kwa kweli ambacho naweza nikakizungumzia hapa, kwanza achievement, kupata jengo kama hili kwa ajili ya watawa wetu ni achievement moja kubwa sana ambayo sasa tuna uhakika kwamba watawa kutoka sehemu kona zote za Tanzania wanaweza wakaja hapa na wakawa na uhakika kabisa kwamba watasoma kwa utulivu, watasoma kwa kujiamini na katika mazingira ambayo yatawawezesha kufanikiwa katika masomo yao. Kwa hiyo kwanza shukrani za kwanza nizitoe kwa wafadhili ambao walijitoa kwa ajili ya ujenzi wa jengo hili, lakini vile vile kwa uongozi wa chuo kwa kusimamia. Maanake ufadhili ni kitu kimoja alafu usimamizi ni kitu kingine. Wasimamizi uongozi wa chuo ambao wamesimamia wakahakikisha kabisa kwamba hela zilizoletwa zimetumika kama zilivyokusudiwa, na mpaka leo hii Mhashamu Baba Askofu ambaye ni mstaafu na msimamizi mpaka sasa hivi wa kitume wa jimbo letu akatufungulia, na kwa hiyo sasa milango imefunguliwa wazi kabisa kwa masista wetu ambao tunawakaribisha sasa. Ninaitwa Dr. Helima Mengele, mkurugenzi wa mipango, uwekezaji na usimamizi wa miundombinu ya chuo. Hakika tunamshukuru Mungu sana kwa kupata jengo hili. Kwa msaada wa maaskofu, Baraza la Maaskofu Italy wametusaidia sana. Na tunaamini kwamba wamama wakuu wamekuja hapa. Tunaamini kwamba masista hamasishwa wakaja hapa, hakika itakuwa ni faraja. Kwanza ni baraka, alafu pili ni uchumi. Nyumba hii ina vyumba 22 vya kulala vinavyojikamilisha kabisa. Na ina jiko, ina store, ina mahali pa burudani, na ina uzio. Kwa hiyo sister akiwa ndani yuko salama. Na tunatarajia kwamba kuanzia msimu ujao wanachuo masista wataanza kuingia. Na yani malipo ya nyumba hii ni ya kawaida tu kwa sababu tunatoa huduma pia. Kwa hiyo tunaamini kwamba itatusaidia. Na pia kujenga jengo hili imetuongezea uwezo kama chuo. Imetuongezea nafasi ya kujitangaza. Kwa sababu masista wakija hapa wakakaa wakatulia, kwa kweli wataenda kusema neno zuri ambalo litawaita wengine. Na kama msimamizi wa shughuli hizi, ninashukuru sana watumishi wenzangu kwa namna yoyote, kwa kila moja amejenga. Kwa sababu hata mhasibu akiwa kule ofisini bado anahitaji kuangalia vilivyonunuliwa, je, vimekwendaje? Cheki imetolewa, je, iko salama? Kila mtu alikuwa anaangalia thamani ya fedha ya jengo hili. Kwa hiyo tunaamini kwamba tumebarikiwa sana. Mimi kwa majina naitwa Francis Samuel Mwilafi, ndo nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa nyumba hii. Changamoto kwenye ujenzi hazikosekani, lakini hapa kama changamoto tumepata kidogo sana, kwa sababu kwanza kabisa tulikuwa na pesa yote kama ilivyosemekana. Baraza la Maaskofu Katoliki Italia walishatuwezesha kwa 90% na 10% chuo kama chuo nacho kikawa tayari kisha kwa kimetenga kwamba tukianza shughuli ya ujenzi
tusisimame. Alafu pia mjenzi mwenyewe walau hakuwa msumbufu, ila basi habari ya vifaa mbalimbali kama matofali, mchanga, mawe, wakati mwingine vilikuwa vinakuja kwa kusuasua, napo sio kwa kujitakia. Kuna wakati kulikuwa kuna mvua, basi magari yakienda huko yanakwama, tukijua kabisa kwamba sehemu nyingine miundombinu haiko rafiki, hasa sehemu za kutoa mawe, kutoa matofali. Kimsingi kama changamoto pekee tulopata ni kama hiyo. Na sasa nikizungumzia habari ya watakaoishi katika nyumba hii ambao ni masista wa kutoka mashirika mbalimbali nchini Tanzania na pengine hata tuseme Afrika nzima. Cha kwanza kabisa, mahali hapa pako vizuri. Kila chumba kiko vizuri, maana kuna kitanda kizuri, godoro safi, meza ya kusomea, kiti cha kusomea, na tukizingatia kwamba ni watawa, basi tumewaandalia pia sala ya kanisa, Biblia na msalaba. Msalaba katika maana kwamba watawa ni wachumba wa Kristo, kwa hivyo wakiingia tu wakiona msalaba wanajua kabisa kwamba mchumba wetu huyu hapa, pamoja na kwamba tumekuja kusoma, basi tujue kabisa lengo letu kubwa ni sala. Na wanaposali basi wanaombea ulimwengu mzima, wanaombea Afrika, wanaombea Tanzania, wanaombea chuo chetu, na hasa tukizingatia kwamba katika vyuo watoto wengine wanaokwenda kusoma kwenye vyuo wanakwenda wakiwa wadogo, hasa mabinti. Kwa hiyo ni lazima sala zinahitajika na pia hata malezi ya karibu. Kwa hiyo tukiwa na masista hapa watatusaidia pia hata kwa ajili ya malezi ya hapa na pale kwa wasichana. Mbali na hilo, wanaweza kuwa kama wavuvi, kwa sababu tunajua mashirika pia ya kitawa yanahitaji yaendelee kukua, yanahitaji kuendelea kupata wasichana wa kawaida wanaotaka kujiunga. Sasa tukiwa na mashirika mengi na hapa tuna wasichana si chini ya 3,000, basi unaweza kukuta mwisho wa siku mpaka anahitimu miaka 3, sister ameondoka na watawa labda 30, watawa labda wanaotaka utawa labda 10 au wangapi. Basi ndo hivyo, na wao watakuwa wanasoma kwa utulivu, kwa amani, na hivi ni nzuri kwamba watakuwa na nafasi kubwa kuendelea kutuombea chuo chetu, na hivi vitu kama hivi viendelee kutokea kwa msaada na kwa maongozi ya Mungu.